taasisi kongwe ambayo imesheheni wanawazuoni. Ni taasisi ambayo imeundwa na imetengenezwa na wanawazuoni. Wanawazuoni ambao tunatarajia watakuwa ni msaada mkubwa sana katika kuelekeza na kuonyesha njia ipi ambayo ni bora inatakiwa ifuatwe na umma wa Kiislamu katika nchi yetu na katika maeneo mengine ulimwenguni. Miongoni mwa mambo ambayo wanawazuoni wa Kiislamu wametafakari na kufikiri katika siku hii ya leo ni kupendelea kukusanyika na umma wa Kiislamu na kuzungumzia jambo au maudhui ambayo Hayatul Ulama imejiwekea katika kila mwezi wa Ramadhani, insha Allahu Taala, pawepo na kongamano kubwa litakalo angazia masala mazima ya nguvu, mojawapo miongoni mwa nguvu ambazo Uislamu unahitaji katika kuleta ule uendelevu na uendelevu katika masala ya Kiislamu. Tulianza mwaka jana tukawa na mkutano wa, tunasema ni mkutano wa kwanza, Ramadhani Conference. Sasa leo hii tuna mkutano wa pili. Mkutano wa pili huu kitachozungumzwa ni wakfu. Mimi sitoi mada, lakini naweka mazingira. Kwa nini wakfu? Kwa nini tuzungumzie wakfu? Napenda tutoke na mada hiyo na ufahamu huo. Kwa nini Hayatul Ulama wanataka kwazungumzie wakfu katika sura hii tunayoiona? Tufahamu kwamba nguvu ya Uislamu imetengenezeka katika ile idara, ule utawala wenyewe wa Kiislamu, Qur'ani na Sunna. Hii ndio idara ya Uislamu. Lakini vile vile nguvu ya Kiislamu imejikita katika wataalamu wa Kiislamu, na vile vile nguvu ya Kiislamu imejikita katika nguvu ya mali, nguvu ya kipesa katika Uislamu. Vitu vitatu hivi ni vitu vinakwenda sambamba na ni vitu vinabebana. Na hii nguvu ya mali ambayo tunaizungumzia hapa leo imegawika katika maeneo matatu mengi. Mimi nimesema matatu. Kuna nguvu ya mali ambayo ni zaka. Zaka ni nguvu ya kipesa katika Uislamu. Na kuna nguvu ya mali ya sadaka na mengineyo ya mfano wa sadaka. Na kuna nguvu ya mali nyingine ambayo ni alwaqf. Nguvu ya mali ya zaka, hii ni nguvu ya mali ya lazima. Ni lazima kila Muislamu mwenye uwezo fulani atoe zaka kwa utaratibu unaotakiwa kutolewa, si kwa mtu anavyojisikia kutoa hiyo zaka. Hii ni nguvu ya mali ya kilazima. Lakini kuna nguvu ya pili ya kimali, ni ile tatawui ya hiari, nguvu ya mali ya hiari. Hiyo ni sadaka za kawaida, na mfano wa sadaka labda kuna hiba, kumpa mtu kitu bure na kadhalika. Hii ni nguvu ya mali. Halafu kuna nguvu ya mali ya istiratiji, ni nguvu ya kimkakati. Hiyo ndio wakfu. Na yote haya katika Qur'ani na Sunna za Mtume yameelezwa vizuri sana. Nichukue fursa hii kuwashukuru ndugu zetu wa Tampro kwa juhudi zao za kujitoa
na kuanza kuhimiza watu kushughulikia nguvu ya mali katika nguvu ya mwanzo ya lazima, zaka, katika mfumo wa baitul mali ya Tampro. Mfahamu hivyo na mjue wapo na wanafanya hivyo na wanazigawa kama inavyotakiwa. Na nguvu ya pili ni nguvu ya sadaka, kama nilivyosema, ni nguvu ni tatawui ya kujitolea tu. Unajisikia mtu unatoa sadaka yako 10,000, 20, milioni 30, 40, sadaka inatumia. Lakini kuna nguvu hii ya istiratiji, nguvu ya kimkakati. Hii nguvu ya mkakati imejikita katika alwaqfu. Alwaqfu, alwaqfu, waqfu, waqfu, waqfu. Mtume sallallahu alihimiza sana nguzo hii. Nimesema mimi sitoi mada, lakini naweka mazingira ya ufahamu. Kwa nini tunazungumzia leo wakfu? Kwa sababu umma wa Kiislamu leo hii na zama hizi unahitaji nguvu ya wakfu, nguvu ambayo pesa zake kama ni wakfu ya pesa, nguvu ambayo kama ni milki fulani, kama ni utajiri fulani, ni tharwa fulani, ni kitu fulani, kitu hichi kinaendelea kuwepo na matunda yake yanafanya kazi ya kusaidia hiyo jamii ambayo tunahitaji matunda namna hiyo. Hii ni nguvu sana, ni nguvu muhimu katika zama zetu hizi. Waislamu wanahitaji nguvu halali. Waislamu wanahitaji nguvu ya mali endelevu. Kwa maana hiyo, nguvu hiyo ukiitaka ni nguvu iliyojikita katika wakfu. Nikupigie mfano mdogo. Kuna watu wanapata tabu kuvuka daraja fulani. Wewe unakwenda pale, kazi yako mtu akizidiwa unambeba mgongoni, unamvusha katika daraja lile. Unambeba mtu mgongoni, unamvusha katika daraja, katika eneo lile ambalo lina maji na kadhalika. Wewe umetoa sadaka ya kumsaidia mtu kwa nguvu zako ulizokuwa nazo. Hii umejitolea. Lakini kuna nguvu nyingine, endapo umekwenda kutengeneza daraja, ukaweka daraja pale, ukaondoka zako, usije tena pale. Ile huduma ya watu kuvuka imeisha malizika. Wewe kazi yako ni kupata thawabu ya huduma ulioiweka pale. Hii ndio mfano wa wakfu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nimesema kwa nini tumekuja na kitu ambacho ni wakfu, kwa kuzingatia mambo hayo. Sadaka zinahitajika, lakini sadaka zimekuwa zikitolewa sadaka, watu watatumika sadaka, zimekwisha, kesho mtu ataomba tena sadaka. Sasa ni bora Waislamu tubadilishe ufahamu wa namna gani ya kusaidia umma wa Kiislamu, kusaidia jamii ya Kiislamu na jamii yote ambayo kusaidia kwa njia ya wakfu, kitu ambacho kwamba ni kitu kina istidama, kina hali ya uendelevu na wakati kimehifadhika. Hii ni aina ambayo imesahulika. Niwashukuru vile vile wazee wetu, tumehadithiwa tukikuwa, walifahamu maana ya wakfu na wakatoa wakfu, na tukaambiwa wakfu zimetolewa, na tumefahamu Kariakoo yote majumba yalikuwa mengi ni ya wakfu. Lakini kwa sababu kuna nguzo za wakfu zilikosekana, nguzo moja ilikuwa ni bora, ya wale walifahamu wazee wetu na wakafanya hivyo, kwa mfano wa hapa Tanzania. Lakini nguvu ya pili ya usimamizi na ule wakfu na unaboreshwa namna gani, nguvu ilikosekana, ikapoteza mioyo ya watu katika nguvu hii. Kwa hiyo haia imekuja kwa mara nyingine kufufua kwamba turudi katika asili ya kuwa na nguvu za Kiislamu, kwamba wakfu uzungumzwe hadharani, wakfu ufahamike, wakfu upokelewe na wakfu utolewe ili kuweza kutimiza malengo. Na kulingana na hali za sasa, nadhani wataalamu watazungumza. Sina mengi ya kuzungumza, nilipendelea niazungumze hayo ili watu wafahamu kwamba wakfu una umuhimu mkubwa sana katika jamii na katika uendelevu uliokuwa bora wa mambo yetu ya Kiislamu kuwa yamejikita. Na vile vile ina nguvu nyingi sana katika kuwafundisha watu namna ya kuwekeza na mifano mingine. Ndugu zangu, baada ya hapo nitoe shukurani nyingine za dhati za mwisho na si za mwisho kwa maana katika swala zima la ndugu zetu wote ambao waliotusaidia.
wafadhili waliotufadhili na kufanikisha kongamano letu hili ambalo ni wameelezwa huko, lakini mimi kwa niaba ya Hayatul Ulama, kwa niaba ya umoja wa wanazuoni ni wataje katika kuna TV Mahasini TV, kuna Ngamiani Development Center, nawashukuru sana. Kuna Ibn Hazm Media Center, tunawashukuru. Kuna Sifka tunawashukuru. Kuna Awqaf Tanzania nao tunawashukuru, na nadhani tutakuwa nao sambamba katika safari hii ya wakfu katika jambo letu hili. Vile vile kuna Asas Trust na kuna TV Iman, vile vile kuna shirka ambayo ikiongozwa na Ustadh Salum Awadh, na tunaishukuru kwa mchango wake mkubwa sana. Lakini vile vile tuna Al-Baraka Foundation ambayo wametufadhili kuwepo hapa, ni wao Al-Baraka Foundation. Vile vile kuna katika mabenki, kuna benki La Riba Banking ya kutoka NBC, La Riba Banking kutoka NBC ambayo ni katika sehemu ya NBC lakini ina tawi la Kiislamu, tunawashukuru kwa mchango wao. Na kuna Usangu Group, na vile vile kuna Amana Bank, tunashukuru vile vile kwa mchango wao mkubwa katika hili. Halafu tuna Amsons Group nao tunawashukuru sana kwa mchango wao mkubwa waliotoa katika jambo hili. Lakini za kipekee nimezitaja mwisho ni PBZ Bank and Zanzibar Sukuk. Hawa ni wataje ukweli kwa dhati kabisa, PBZ Bank na Zanzibar Sukuk, na hasa wao ni wafadhili wakuu katika kongamano letu hili. Na nitumie fursa hii kumpongeza sana rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kutuonyesha njia ya kuanzisha Sukuk ambayo ni kubwa Tanzania, kubwa Afrika Mashariki, ambayo itaendeshwa katika taratibu za Kiislamu. Tunamshukuru sana, ametuonyesha njia na ametuonyesha namna gani tunaweza tukawekeza Kiislamu katika kufanya namna hiyo na wengine waige. Ninamshukuru sana kwa hilo na Allah ampe nguvu sana kwa hilo. Lakini mwishoni vile vile nimshukuru mheshimiwa mpendwa wetu Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwekea mazingira ya sisi sasa kuanza kuzungumza uchumi wa Kiislamu, mambo ya Kiislamu katika sura ambayo tunaamini italeta tija katika jamii yetu, katika nchi yetu na kwa watu wote. Kwa niaba ya umoja wa wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania nifikie hapo na niishie hapo, na ninawaomba watu wa habari wanaharibu sana jina la umoja wa wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania. Wanasema jopo la wanawazuoni, hiyo kosa. Wanasema baraza la wanawazuoni, hilo ni kosa. Semeni umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, ama tunasema Hayatul Ulama au Hay'a, sio haya wala sio Hay'a au Hayatul Ulama. Niishie hapo. Asanteni kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana mwenyekiti wa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania. Wanahabari, tuko sawa hapo Sio baraza, ni umoja.